Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa episode ya 3 tutamzidia bomba zaidi na kwenda kwa jina The Last Sending Samurai. Lakini sasa kumbuka popote pale ndani na nje ya Tanzania kwa 0686414059 teta na sisi tukupatia picha hapa kwa sababu tayari ipo ile ambayo imetafsiriwa ikiwa na episode 14 complete zaidi. Hii hapa katika episode safi ya 3 tu tunaendelea kuchalanza kuchapa jaramba pale ambapo tulishia kitaalamu zaidi. Kumbuka sound ni ya Falu DJ kutoka GC Production Jumba la Budan. Sasa hebu tuunganishe pale ambapo tunaishia. Nini hatima mkali ambaye anafahamika kwa jina Mr. Saga akiwa na bibie ambaye anafahamika kwa jina Life Kaba, ili kuhakikisha watengeneza nafasi ya kuweza kuvisikia hizo milioni 1 yeni waweze kupata kiasi kubwa sana cha fedha, wote wakiwa wanahitaji kusaidia familia zao. Sasa unafikiri nini ambacho kinatokea? Haya ni baadhi ya yale ambayo tuko nayo katika episode ya 3 sehemu A zaidi. Hebu tuanzie pale ambapo tulishia katika episode ya 2. Picha na namna naipiga kwa namna fulani ya kipekee zaidi. Nachoka baino au sio? Tuunganisha mba tuanzie katika sehemu hii ili kupata mwongozo zaidi. Hakikisha uruki episode maana itakusumbua huko mbele. Ambacho kilichukua vijana takriban 8 na vijana waliweza kufundishwa mafunzo ya kuweza kupambana na adui wa aina yoyote ule kwa kutumia upanga. Baada ya kuhitimu mafunzo yao katika chuo ambacho kilitengeneza muunganiko wa vijana 8 ambao walijikuta wamekuwa na bondi ambao ni kama ndugu, ila sasa kilikuja kizaazaa. Na mtu ambaye anamuita The Monster alifika na kumpa ujumbe Master juu ya kile ambacho anatakiwa kufanya. Basi mkuu aliwaambia vijana wake tu, anasema katika hiki chuo kuanzia siku ya leo mtu mmoja tu anatakiwa asalie, kwa sababu kufikia kesho kabla kujapambazuka tunahitaji kumpata mtu mmoja tu, ikiwa na maana kwamba kila mtu anatakiwa kisha anamuua mwenzake na yeye ndo aweze kusalia. Mtu mmoja ndo anatakiwa asalie kwa mpiga jambia wa hili taifa. Analikumbuka sana katika akili yake, lakini pindi akiwa hapa binti anamwambia kwa nini anamuita Kukushi Zesrei Master. Asema mimi niliwaga wengi sana, lakini baada ya kufika katika ile eneo alipata mashaka kidogo. Kaambia binti anatakiwa atulie na ajichukulie uangalizi zaidi, kwa sababu kuna kitu ni kama kijakaa sawa. Kweli bwana, kuna machali wawili wahitaji kuhakikisha wanamaliza. Wasema sisi tunahitaji kupambana na nyie kwa sababu hatukutegemea kama mgeza kutoka salama ukiwa ndani ya Teruji Temple. Mamba anaambia Futaba kimbia. Sasa ni kwamba anatakiwa azue, lakini pia mwokoe bibi. Alibulunguka akatoka upande wa pili huko. Anambia sapoli zima ni kwamba kuna mili ya watu. Hapa anaingia binti mmoja ana hasira sana. Binti huyo anamshambulia sana mtu. Anasema kwa nini ulifanya maisha ya ndugu yangu yawe magumu? Sasa huyu ni yule bibi ambaye tulimuona kwenye kumbukumbu. Hatujui nini ambacho kilitokea, lakini anadai kwamba mtu huyu alifanya maisha ya dada yake magumu zaidi. Wajomba wamefika na mishale, unasikia nchale anapiga kushoto anapiga kulia, alafu wanyama wanasogea tu. Binti anamwambia bibi kitu kimoja, kama utashindwa kujisaidia peke yako kuna wakati utaweza kupoteza maisha. Lakini ukiwa unashambuliwa kwa wakati ule kuna mtu anaonekana upande wa pili, mtu huyu hatujui ametokea wapi. Lakini sasa mwanaume alihitaji kucheza na wanaitwa Maaro Master ambao wanahitaji kuhakikisha unawaangamiza tu. Mtu huyu ambaye tulimuona kwa mbali tu kwamba alikuwa anatupa mishale katika ujuzi wa hali ya juu sana. Hata hivyo aliweza kuangamiza wote, na hata huyu mmoja ambaye alisalia na alikutana nacho cha moto tu. Sasa alikuwa anashangaa kwa nini mtu ametoa msaada. Basi mtaalamu alikuwa anakuja. Baada ya kutoa msaada alifika kwa watu hao ambao wamewasaidia tu. Yeye kuna jambo lake ambalo analifikiria kwa wakati huo. Roho jaribu kurudi nyuma, mwamba anakuja. Anambia nini unapotaka? Anasema mimi nakusamehe kwa sababu katika utamaduni wetu tunaamini maisha ya mtoto mdogo ni maisha salama zaidi. Kamsaidia tena. Alafu mwamba anaondoka. Anasema mimi naitwa Kamui Koyoka. Majina tutasameana kidogo. Basi walifanikiwa kupata vitu ambavyo vitawasaidia kusogea katika hatua ya pili.
wakiwa na hizo paski, yani vidani ambavyo vinaweza vikawapa mwongozo wa kuweza kusogea katika next stop. Lakini huyu binti alisema kwa sasa anahitaji mwanaume asubiri. Hatujui ni nini ambacho anamaanisha kwamba mkali asubiri kwa wakati huu. Tuwazidi kusonga, kwa hiyo usipate moto usipate joto. Tala bintibu chuma nazidi kugongana anga zaidi. Tupate mwongozo wa kile ambacho kilikuwa kimesalia tu katika episode kabambe iliyopita. Wanasema the last standing samurai. Sasa tuko ndani ya eneo la pili katika safari ya mtaalamu ambaye anafahamika kwa jina Mr. Saga. Mambo ambaye anahitaji kuzifikia hizo zaidi ya milioni 1 yen za kipindi hicho ili aweze kusaidia familia yake. Hivi sasa kuna kizaazaa sana njiani, kwa sababu pia watu wengi sana wanahitaji kufika Tokyo Department kitengo ili wakakabidhiwe. Sasa waliobakia kumbuka ni watu 117 tu kutoka 292. Sasa hebu tuunganisha hapa. Okay, hatimaye tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa katika episode ya 3B, yani complete zaidi katika season bomba sana Last Samurai. Ni katika episode ya 3 ikiwa imekamilika zaidi, na sasa tujiandae na episode ya 4. Kumbuka itamthilia ina episode 6 tu. Kwa chap kwa haraka tutakwenda kuimaliza kabla ya kuanza mwezi mpya zaidi. Hii hapa ni The Last Standing Samurai. Agrivoko ni Falu DJ. Mimi naitwa Fodi kutoka GC Production pale jumba la burudani, na ndio nazidi kuletea burudani bomba, burudani kabambe zaidi. Hii hapa kutoka katika mikono salama zaidi. Na sasa cha msingi na cha maana tu, hakikisha unateta na sisi kwa namba ya simu hapo 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania. Unaweza kuipata picha ikiwa imetafsiriwa na DJ wakali wote. Hapa wasema Last Samurai Standing. Sasa tunahitaji kujua ni wangapi ambao wamesalia katika round ambayo imepita ili kujua muktadha wa burudani bomba zaidi. Kumbuka bado wanazidi kupungua kadri ya hatua zinavyohitajika kusonga mbele. Target ni kufika Tokyo pale Department kitengo ili kuweza kujishindia zaidi ya milioni 1 yen. Lakini sasa kuna mzee ambaye kwa sasa analeta kizaazaa zaidi. Sasa hebu tuunganishe na tuanzie hapa baada ya kupata kama mwongozo zaidi. Hebu tuanzie katika kipande hiki hapa. Hii hapa ni episode ya 3B complete zaidi na Falu DJ. Wow. Alright. Basi tunaanzia hapa. Basi mtaalamu amefika kwenye pointi ya 3 ya mchezo. Anasema mimi naitwa Tutu Saban, lakini miongoni mwa vidani vyenu vitatu vinawapa nafasi ya kuweza kuingia katika raundi ambayo inafuata. Lakini pia katika raundi ya 3 Mr. Shujiro Saga pamoja na Fadali, ikiwa ni watu ambao mmeshinda mkiwa na Mr. Kunuga, basi nawapa nafasi ya kuamini juu ya kile ambacho mnakihitaji. Safari ya kufanikisha kushinda Kodok haiwezi kuwa rahisi zaidi. Moja kwa moja Department Tokyo, wazee wazima wakiwa katika mchezo wa kubeti. Sasa nani ambaye ameshindwa katika raundi ambayo imepita? Wewe hapa mzee ndo alikuwa ameshinda katika raundi ambayo imepita, hivyo aliweza kujikusanyia kiasi kikubwa sana cha fedha baada ya kushinda. Sasa tunaingia Yokaichi Chuji katika raundi ya 4. Basi waliweza kufika katika hoteli moja, lakini cha kushangaza zaidi waliweza kumkuta Koiri hapa. Anasema sasa anahitaji kujua nini siri ya mchezo ambao unaitwa Kodok. Anasema hii inamaanisha kwamba katika kundi la watu wengi zaidi anatakiwa patikane mmoja ambaye ni mshindi. Anasema inanifurahisha sana na kunishangaza sana. Ina maana hii unachezwa kwa mara ya pili Mr. Saga? Anasema hapana, sijui juu hicho ambacho unakizungumzia, ila anazungumzia juu ya muunganiko ambao utatupatia majibu ya gundua nini ambacho kimejificha katika mchezo. Sasa mtu anasema watengeneze alliance ili kuweza kuhakikisha wanashinda Kodok. Sasa mwanaume aturudisha nyuma kidogo tu pindi ambapo aliweza kuondokaga na kuwatoroka wenzake. Binti alimuitaga Shuji, akamwambia ni wapi ambapo unaenda kwa wakati huu ikiwa tupo katika hali hatari zaidi. Mwanaume kujibu chochote zaidi ya kusema kwamba anahitaji kwenda Basil. Hai sasa ndo kipindi ambapo mtaalamu aliweza kuwatoroka wenzake. Ila shida ni kwamba alisikia kengele ambayo inaashiria mwanaume mmoja ambaye anaitwa Gento Sai. Huyo Gento Sai ni nani? Kwa sababu pia katika kumbukumbu za mafikio za mtaalamu naonesha ni mtu hatari zaidi. Basi kabinti kalikuwa kanajinoa kujiweka sawa tu kutokana na hali ambayo ipo kwa wakati huo. Basi binti alipata nafasi ya kuongea na mkali, rafiki yake wa zamani zaidi. Anasema nini kilitokea pindi ambapo nimeondoka? Anasema kwa sababu uliondoka, Master aliona wasiwasi ya kwamba juu ya Kohan Children's School
zile tekniki zinaweza zikaliki, yani zikavuja katika maeneo mengine. Hivyo ilikuwa ni wakati wa kuhitaji kumwangamiza kila mtu, na hapo mimi maisha yangu yote nilikuwa nikikimbia kumkwepa mtu ambaye anafahamika kwa jina la Gento Sai, na yote hayo yalisababishwa na wewe pindi ambapo ulichagua nafasi ya kuweza kuondoka na kwenda mbali sasa na sisi. Na kwa nini uliweza kuingia katika mchezo wa Kodoku? Mwanaume alikuwa anajibu tu, anasema ni juu ya binti yangu ambaye nimempoteza, na sasa nimesalia familia ya mke na mtoto tu. Hivyo napambana kuhakikisha naweka kila kitu kinakuwa sawa kwa ajili ya familia yangu. Lakini pamoja nayo naomba msamaha kwa yale yote ambayo yalitokea. Ilikuwa ni mkauli ya mtaalamu Saga. Sasa tunakuja katika eneo la pori. Kuna washiriki ambao wamejiunga na kwa watatu. Wana safari ya kutumaini kufika ambako wanafika, lakini ghafla ilifika mashine moja kongwe zaidi, yani chap kwa haraka aliyosambaza mzee huyu ambaye kwa sasa sura yake haionekani vizuri na bado hatajapata nadharia ya jina lake. Lakini sasa kuna chalia ambaye alimuona akasema Gento Sai. Ina maana mnyama Gento Sai yuko katika mchezo. Sasa yule askari ambaye alitumwa kazi ya kwenda kupeleza kina nani wanamiliki mchezo na nani wanaongoza mchezo, aliweza kuleta ripoti kwa mkuu yake. Anasema Simamoto, Yutuda pamoja na wengi sana wakiwa wanapata support kutoka Beijing government, hawa ndo wameanzisha mchezo. Kwa ni juu ya vigogo wanne ambao wameanzisha mchezo kwa manufaa yao binafsi zaidi. Hiyo hapo inagonga besela katika episodi safi kabisa ya 3. Tukutane katika episodi ya 4. Sasa wanasema ni 95 tu ndo ambao wamesalia katika mchezo. Hiyo hapo episodi ya 3, sina mengi zaidi. Hebu tuungane katika episodi ya 4 kujua nini ambacho kitajiri katika burudani bomba zaidi. Kumbuka ni sound ya Falu DJ kutoka GC Production Jumla Burudani, lakini pia kwa 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania. Teta na sisi tu nachoka babaino, au sio? Kama kawa hizo. Hebu tukutane katika episodi inayofuata tu, kizazi zaidi. Lese chao kamsamida.